kutolewa kwenye utumwa wa kufungwa nafsi, akili na mwili na hata roho, ambaye tuliongea mambo mengi jana. Kitabu kile cha Kutoka mlango wa 1 mstari wa 9 anasema hivi: tazama, wana wa Israeli wana nguvu kuliko sisi, ni watumwa, ila anayewatumikisha anaona wanazo nguvu. Wakiamua kutafuta nguvu watawamaliza wao. Kisoma hicho kitabu cha Kutoka utakuta mfalme mpya asiyemjua Yusufu akainuka katika nchi ya Misri, na alipoinuka akaanza kutawala. Alipoanza kutawala, Biblia inasema alipotazama taifa la Israeli akaona ni watu wenye nguvu, ingawa bado ni watumwa, ingawa anawatumikisha, ingawa wako kwenye mikono yake. Maandiko yanasema alipowatazama hakuwadharau. Aliona kitu ndani ya wana wa Israeli, kama ambavyo kuna mtu anakutumikisha lakini akikutazama hakudharau. Kuna watu mnapita kwenye mapito, mnatumikishwa katika ulimwengu wa roho, lakini anayekutumikisha anajua kabisa. Ukipata ufahamu ukamjua Bwana, kama ambavyo umekuja kwenye madhabahu, uwe na uhakika unazo nguvu za kuwashinda maadui, na leo unaingiza nguvu ndani yako, utawakanyaga maadui. Hebu sema, ndani yangu kuna power. Sema kuna nguvu, ambapo ukitambua zile nguvu kuna kitu kitafanyika kwenye maisha yako. Maandiko yanasema walikuwa wanatumikishwa. Anasema tazama, ni watu wenye nguvu. Kuna watu hawakudharau, kuna watu wanakudharau, lakini katika ulimwengu wa roho hawakuoni kama mtu wa kawaida. Wanakuinda, wanakulinda ili usivuke jambo fulani. Lakini habari njema niliyo nayo leo, naangusha geti, naangusha beria, mwana wa Mungu aende ng'ambo ya pili. Hebu sema, nitakwenda ng'ambo ya pili na hakuna atakayenizuia. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Leo ukiamua tukaunganisha imani, ukaamini nitakachosema, uwe na uhakika mchawi, mnafiki, mapepo, majinamizi yatakufa, yatakufa, yatakufa. Na mfuga majini kwenu, majini yatamgeuka, yatamnyonga yeye. Mfuga nyoka kwenu, nyoka atageuka, atamnyonga yeye. Aliyokusikia watoto wakwake wataanza ligi, wakwake wataanza ligi. Aliyekutakia mabaya, mabaya atamrudia yeye. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Wakaweka walinzi, mstari wa 11. Wakaweka walinzi. Hebu sema walinzi. Sema walinzi. Sema walinzi. Sema walinzi. Wakaweka wasimamizi ni kuwatesa Waisraeli, wakawa watumwa, wakamjengea Farao nyumba na kufanikisha nchi ya Misri. Hata leo wako watu ambao wao ni watumwa sehemu mahali fulani. Mstari wa 12, lakini kadri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuenea katika nchi ya Misri. Wakawaogopa Waisraeli. Lazima leo adui wataanza kukuogopa. Miezi 6 ijayo lazima adui akuogope. Sema adui aniogope. Punguza sauti za nyuma isisikike. Sema adui aniogope. Piga kelele, sema lazima miezi 6 ijayo adui ataniogopa. Kwenye kazi ataniogopa, shuleni wataniogopa, kwenye ufugaji wataniogopa, kwenye afya wataniogopa. Afya yako utaondoka nayo leo ukiwa na magonjwa, lazima adui ataogopa. Natamka adui atakuogopa. Nyosha mikono ulikotoma, sema waniogope. Yenyewe hapo ulipo unaogopwa, sema tu ujui. Hujawahi kusikia kuna watu wanakusema, wanakuchafua, alafu hawakusema ukiwa hapo, wanaenda kukusema saa haupo, lakini ukijitokeza wanakanyagana. Amekuja nani? Mbona mlikuwa mnanisema? Endeleeni kunisema Bwana. Na hakuna mtu ambaye hana kitu. Ndani yako kuna power, ndani yako kuna kitu, na mimi naingiza mamlaka ndani yako. Hakuna atakaye kunyang'anya hiyo mamlaka. Tingisha mwenzako, mwambie wewe, ulimwengu wa roho inakuogopa. Hata vinafiki vinakuogopa. Kuna mtu ni mdogo, kijana mdogo, lakini kuna wasee wanakusema mitaani, ukijitokeza wananyamaza. Kwa nini wasiendelee kusema? Hiyo ni dalili wewe ni mtu tishio kwenye ulimwengu wa nini? Sema leo zaidi. Sema zaidi. Sema basi fire. Sema fire. Sema fire. Mungu alipoona imefika watoke utumwa
utumwani, alimtuma mtumishi wake Musa. Leo nimetumwa na mimi, miezi 6 ijayo yuko mama anaenda kwenye level yake, yuko binti anakwenda kuolewa, yuko kijana nimetuma nimtoe kwenye umasikini nimuingize kwenye kazi yake, yuko mama nimetuma nimtoe kwenye madeni aingie kwenye kumiliki hazina yake, yuko kijana atakwenda kubeba familia. Nimetumwa kama Musa wako. Ninaona watu 7 wanavuka. Pingisha mwenzako mwambie nitakuwa miongoni wa kuvuka. Hivi una imani kweli? Kwenye bomu uliotoka watahaha, mke mwenza atahaha, mdogo mtu atahaha, jirani mtu atahaha, mnafiki atahaha, aliyekufungia njia atahaha, aliyepiga makofi kwenye mapito yako atahaha, aliyecheka watoto wako mimba zimeharibika atahaha, aliyecheka kijana wako ambaye akienda kufanya kazi anarudi mikono mitupu atahaha. Kabla mwaka hujaisha watakuja na vitu nyumbani, watakuja na baraka. Robasha kariama sana, natamkia tumbo lako la uzao halijazaa bure. Sema tumbo la mama yangu halijazaa bure. Sema mimi si wa bahati mbaya. Pingisha mwenzako mimi si wa bahati mbaya. Hata kama mashavu yameshuka, mwambie wewe si wa bahati mbaya. Hata kama meno yamekauka kama mboboroi, mwambie meno ni yangu sio ya kwako. Yaani hata kama masikio yamekaa kama ya tembo, mwambie acheni masikio yangu. Haijalishi meno imekaa kama ngichumba, meno ni ya kwako. Wasikuchezee, mwambie mimi ni namba ingine, lazima nitatawala. Sema fire. Kusema mwenzako mwambie I say lazima niende. Nimetuma nikutoe nikupeleke Kanaani. Kauli ni moja. Angalia Mungu alipomtuma Musa, alimwambia tu kauli ni moja. Achia watu wangu wakanitumikie. Ugomvi wa Mungu na adui wako akuachie ukamtumikie. Kiutumishi, kiafya, au kutumikia ili uwe kwenye nafasi. Yaani kuutumishi maana yake sio kutumika kama mimi ninapohubiri. No, kila mtu ametoka nafasi yake. Wewe si ajabu ni mfanyabiashara mkubwa na adui amekubana kwenye kona. Si ajabu ni mwimbaji mkubwa, adui amekubana kwenye kona. Si ajabu ni mbeba familia, adui amekubana kwenye kona. Si ajabu wewe ni tajiri wa kukopesha mataifa, adui amekubana kwenye kona. Kuna watu nawahubiria hapa, wallahi naona miaka michache ijayo wataweka historia, watajulikana. Angalia mtu amekaa wako watu na waona wakisafiri mikoa hadi mikoa. Wako ayayayayaya. Na achilia unabii, utaenda mpaka China utakanyaga, utafunga mizigo, utakuja Tanzania. Angalia nimetamka unabii mkubwa, tu anashangaa. Shida Mungu anaponituma kutamka hivi unajiuliza, sijasoma, sina elimu, hata Kiingereza sijui. Nani amekwambia Kiingereza ndio utakupeleka? Sio watu walioko Marekani wanajua Kiingereza, sio watu walioko China wanajua Kiingereza. Nachotaka nifufie tu kibali chako na nyota yako, na kuona ukipanda ndege utapanda. Uwe na maono makubwa. Gusa mwenzako mwambie uwe na maono makubwa. Usiwe na maono ya kuku. Mwambie mwenzako wewe ni kuku au tai. Mwambie upako wa kuruka kama tai yuko hapa. Upako ulioko hapa ni kukuunganisha na watu sahihi. Mama wako aunganishwe na watu sahihi. Watoto wako aunganishwe na watu sahihi. Yule kijana aliyekatiwa tamaa kwenye familia ataunganishwa na mtu kutoka Dar, ataunganishwa na mtu kutoka Dodoma, ataunganishwa na mtu kutoka Kenya. Kufumba na kufungua utamtafuta kijiweni hayupo. Kuna mama moja ananigusa kwenye ulimwengu wa roho. Ninaona kijana wake anaunganishwa na madhabahu. Mairiba shatoraba saka shanga. Ninatamka uzao wako unganishwa na watu sahihi. Sema fire. Pingisha mwenzako mwambie mume wako ataunganishwa na watu sahihi. Wallahi kabla tujafa lazima tutawale dunia. Kitabu cha Zaburi kinasema aliumba dunia ikiwa na aliumba ikaliwe na watu. Wewe kama umechoka unataka kwenda mbinguni, nenda zako, mimi siendi. Bado sijala hata keki ya watoto wangu. Bado sijacheka na check. Yaani hapa dunia lazima nile kwanza nimalize kazi. Lazima nimalize. Wewe uliyekuja umekata tamaa, chako kata tamaa.
Sema hakuna kukata tamaa hapa. Sema fire. Lazima utaenda kwenye nafasi ambayo umeandaliwa na Mungu, ulikotakiwa kuwepo. Why? Uko kwenye mikono, hauendi unatumika. Kuna mtu unajiuliza sina kitu. Unayo kitu. Shida ni kwamba aliyekukamata anakutumikisha. Wengine mnatumikishwa kwenye madeni. Unajaribu kutoka kwenye madeni, unashindwa kutoka. Yaani ukimaliza tatizo hili linatokea hili. Unafika pale, shida imetokea hapa na hapa. Kwenu hakueleweki. Kumbe yuko anayewatumikisha. Leo atakufa. Leo atakufa. Sema wafe. Sema wafe. Uko kwenye mikono anayekutumikisha. Kuna mtu hajulikani kazi yake ni nini au ipi. Anazunguka tu mitaani. Hatujui kazi yako ni nini. Yaani unatoka asubuhi, unarudi kitandani, mara uende kijiweni, ukaikae na vijana wenzako, ifike saa ya lunch saa 7, umepiga story, umepiga ombea, alafu inafika saa njaa inauma, unaomba hivi, umesema wake za watu, akipita huyu anadindiko kibwa hivi, malaya. Akipita mwenye pikipiki, filimaso, akipita hivi, mwizi. Yaani wewe kazi yako ni kuhesabu tu watu. Wewe unahesabu tu wanaofanikiwa. Wewe unahesabu waliovaa. Yaani umekaa kijiweni, unahesabu anayepita, anayerudi. Amesukaje? Ni mnene, ni mke wa fulani. Alafu ifika saa 7 njaa. Unata 200. Tukagongea mioko pale kwa mama Derek. Mbea hiyo. Mbea. Katika kongamano hili sihitaji ombea. Nahitaji nikutoe kwenye kijiwe cha ombea. Nahitaji nikutoe kwenye kijiwe cha ombea. Nikupeleke kwenye kijiwe cha kazi. Nikupeleke kwenye kijiwe cha kuolewa. Nikupeleke kwenye kijiwe cha elimu. Sema amina. Upako huu sio mtu ambaye anaenda kukaa kijiweni. Mimi sitaki kuhubiria watu ambao wanaenda kukaa kijiweni. Nataka niwapoteze watu kijiweni. Mume wako apotee kijiweni. Mke wako apotee kijiweni. Yaani akipita kijiweni anapita mtu ambaye alishazoelekaga, akipita safari nyingine watu wanapiga saluti, wanashtuka tu. Natamka majira kama haya, mume wako atakutwa kijiweni, mtoto wako atakutwa kijiweni, kakaka atakutwa kijiweni, babaka atakutwa kijiweni. Orimo shatarama. Nasikia sauti ya gari ikisema